Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anatajwa kwamba anakamilisha baadhi ya mambo ili aiadhibu Urusi kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Hii ni taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio, ambapo amesema Washington inakaribia kumaliza orodha ya baadhi ya mambo na malengo yanayowezekana ya vikwazo dhidi ya Moscow. Rubio alisema siku ya Jumatano kufuatia hatua yake ya hivi punde ya kuorodhesha kampuni mbili kubwa zaidi za mafuta nchini Urusi. Mwishoni mwa mwezi Oktoba, rais wa Marekani Donald Trump aliamuru vikwazo vipya kwa makampuni makubwa ya nishati ya Urusi, Lukoil na Rosneft, hatua ambayo Rubio alisema ilifanywa kwa ombi la Ukraine na waungaji mkono wake. Washington pia ilivuruga jaribio la Lukoil la kuuza mali zake za kigeni kwa mfanyabiashara wa nishati wa Uswizi, ambaye idara ya hazina ya Marekani ilidai ina uhusiano na serikali ya Urusi. Tuligonga kampuni zao kuuza mafuta ambazo ndizo kila mtu amekuwa akiuliza, Rubio aliwaambia waandishi wa habari. Sijui ni nini zaidi cha kufanya, ninamaanisha tunakosa vitu vya kuwekewa vikwazo katika suala hilo, lakini tuna mambo tunamalizia. Lazima Rais Trump aweke vikwazo vikali zaidi dhidi ya Urusi. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani ameongeza kuwa kulenga zile zinazoitwa meli za kivuli za Urusi, meli za mafuta ambazo serikali za magharibi zinashutumu kusafirisha mafuta kwa siri kinyume na hatua zao za adhabu, inapaswa sasa kuangukia mataifa ya Ulaya, kwani mengi ya haya yanatokea katika maeneo yaliyo karibu nao. Marekani na washirika wake wametaka kudumaza uchumi wa Urusi kwa vikwazo na kutoa faida kwa Ukraine katika mzozo unaoendelea. Hata hivyo, Moscow inashikilia kuwa uchumi wake umebadilika na kuelekeza biashara kwenye masoko yasiyokuwa ya magharibi. Wakati huo huo, Ukraine inakabiliwa na mzozo wa kifedha unaozidi kuwa mbaya, na ripoti zinaonyesha kuwa inaweza kukosa pesa mapema Februari bila kuongezeka kwa msaada wa magharibi. Umoja wa Ulaya unashinikiza mkopo wa fidia wa euro bilioni 140, dola bilioni 160 ili kuiweka Kiev sawa kwa kutumia mali za Urusi zilizohifadhiwa kama dhamana, hatua ambayo Moscow imelaani kama wizi wa moja kwa moja. Ubelgiji, ambayo imeshikilia pesa nyingi za Urusi ambazo hazijahamishika kupitia jumba la malipo la Euroclear, imezuia pendekezo hilo, ikitaka mataifa mengine ya magharibi kutoshiriki katika mpango huo wa kuchukua fedha za Urusi bila sheria za msingi za kimataifa. Marekani, ambayo ndiyo kiongozi katika nchi za NATO, imeapa kwamba lazima ihakikishe vita hivyo vinaisha, lakini sasa mbinu nyingi ambazo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akizitumia anaona ni kama vile zimegonga mwamba, na hivyo anataka kuishinikiza Urusi ya Rais Vladimir Putin iachane na mpango wake wa vita huko nchini Ukraine, akidhani kwamba kuweka vikwazo kutasaidia, licha ya kwamba hapo awali aliwaambia wabunge na kupitia vyombo vya habari kwamba hili halitoweza kuizuia Urusi kuendelea na vita vyake, kwani kuna vikwazo vingi vilivyowekwa na watu wa magharibi, lakini bado Urusi ilikuwa ikiendelea na vita vyake huko nchini Ukraine. Kadhalika imeelezwa kwamba kuiwekea vikwazo nchi ya Urusi ni sawa na kuharibu uchumi wa watu wa magharibi. Ikumbuka katika miaka mitatu iliyopita tangu kuanza kwa vita kati ya Urusi na Ukraine, uchumi wa nchi za magharibi umeyumba kwa kiasi kikubwa, kwa sababu baadhi ya vikwazo ambavyo nchi za magharibi ziliweka ni vikwazo ambavyo viliumiza uchumi wa mataifa hayo. Kukosekana kwa gesi pamoja na mafuta bei nafuu kuliyafanya mataifa hayo kuangukia pua, na hivyo kutafuta gesi ambayo ilikuwa ni ya gharama ya juu, kiasi kwamba hali ya uchumi katika baadhi ya mataifa iliyumba kwa kiasi fulani. Nchini Ujerumani, Italy pamoja na Ufaransa na hata Uingereza, hali ya maisha ya raia ilibadilika na hata baadhi ya ajira zilifutika kutokana na kwamba baadhi ya viwanda viliacha kufanya kazi kutokana na kukosa nishati ya kuendeshea viwanda hivyo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.